Uhali gani mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania. Nichukue nafasi hii kukukaribisha katika kipindi chetu cha siku hii ya leo. Ni kipindi cha kwanza kabisa, kipindi kipya ambacho tunaanza siku hii ya leo. Kipindi ambacho kinaenda kwa jina la kanisa katika mwendo. Mimi ninayezungumza nawe, ninaitwa mchungaji na mwalimu Godliven Maximilian Ngesi. Nikukaribishe sana katika kipindi hiki ambacho kitakuwa ni mbaraka mkubwa katika maisha yako, kikitusaidia kufahamu juu ya ukweli wa kanisa la Mungu hapa duniani, lakini kikituandaa zaidi kwa ajili ya uzima wa milele. Na kabla hatujaanza, basi ni kukaribishe tuweze kumuomba Mungu ili aweze kutuongoza katika kujifunza kwetu. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi ya kuweza kujifunza siku hii ya leo. Tunakualika sasa ukawe pamoja nasi, ukatubariki na kutuongoza. Kipindi hiki kikawe ni mbaraka mkubwa katika maisha yetu, kikitusaidia kufahamu juu ya kanisa lako, lakini zaidi tukiandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Tunajiweka mikononi mwako tukiomba kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Kipindi hiki kinachoenda kwa jina la kanisa katika mwendo ni kipindi ambacho tutajifunza hapa kwa takriban robo hii yote. Na kama Mungu akipenda, basi tunaweza tukaendelea kama masomo yatakuwa hayajakamilika, kwa sababu tunapojifunza ukweli juu ya kanisa la Mungu, hapa tutajifunza mafundisho mengi sana ambayo yamefunuliwa katika neno takatifu la Mungu. Na kipindi hiki kanisa katika mwendo kimebeba mambo makubwa mawili katika jina lake tu hilo. Kanisa katika mwendo kimebeba mambo makubwa mawili. Moja ni kanisa, lakini mbili ni mwendo. Kwa hiyo tunapojifunza juu ya kanisa katika mwendo, tutajifunza au tutajikita katika mambo hayo mawili. Moja, kanisa, lakini mbili ni mwendo. Na huu mwendo ambao tutajifunza hapa ni mwendo wa kanisa, si mwendo wa mtu mwingine, mwendo wa kanisa. Nini ambacho tutajifunza? Hapa tutajifunza juu ya kanisa lililo katika mwendo. Sasa mambo haya makubwa mawili tutayavunja katika vipengele vingine vidogo vidogo. Jambo la kwanza nimesema tutajifunza juu ya kanisa. Katika kanisa, haya ni mambo ya muhimu ambayo tutajifunza hapa. Jambo la kwanza, tutajifunza kwa kina juu ya maana ya kanisa. Kanisa ni nini? Kwa sababu watu wengi leo hawaelewi maana ya kanisa. Wanadhana ya kwamba kanisa ni jengo. Wengine wanafikiria kwamba wakiona tu ishara pengine ni ya msalaba au ni ya kitu chochote ambacho kinaonyesha juu ya kanisa, au pale kuna magari ya waumini na wachungaji, basi wameenda kuabudu, basi wanajua hili jengo ndio kanisa. Sasa tutaondoa uelewa ambao sio sahihi na tutaweka uelewa sahihi ambao Biblia inafundisha kwa maana ya kanisa. Hivi ukisikia kanisa ni nini, Biblia itatueleza na tutaona kwa kina ndani ya Agano la Kale pamoja na Agano Jipya. Na baada ya kujifunza kipindi hiki, utakuwa na mtazamo tofauti juu ya maana ya kanisa kama ambavyo Biblia imeifunua. Jambo la pili katika kipengele cha kanisa ambacho tutajifunza hapa, tutajifunza muasisi wa kanisa ni nani. Tutakuwa na muda wa kutosha katika kuangalia hivi kanisa ni nani aliyeliasisi, lina chanzo na nani, wazo la kuwepo kwake limeanzia kwa nani. Hiyo tutakuwa ni mada ambayo tutajifunza hapa ili tuweze kuelewa na kufahamu ya kwamba kanisa limeasisiwa na nani. Jambo la tatu, tutajifunza mjenzi wa kanisa ni nani. Sio tu muasisi wa kanisa, yaani mwenye wazo la kanisa, mwenye wazo la uwepo wa kanisa, lakini pia tutaangalia mjenzi ni nani anayehusika katika kulijenga kanisa. Au kwa lugha nyingine, tutajifunza kanisa limejengwa juu ya nani, nani ambaye ndiye msingi wa kanisa la Mungu hapa duniani. Hiyo mada iko mbele na yenyewe tutaiangalia, kwa sababu itatuongoza tufahamu yeye anayehusika katika kulijenga kanisa la Mungu aliye hai. Jambo la tatu, tutaangalia mkuzaji wa kanisa ni nani. Kumbuka ni mambo matatu ya muhimu. Moja, muasisi wa kanisa. Mbili,
mjenzi wa kanisa. 3, mkuzaji wa kanisa. Ni nani anayelifanya kanisa liweze kukua, litoke katika ujenzi wake wa msingi, sasa liwe linakuwa na kuwa hekalu takatifu la Bwana? Nani anayehusika hapo? Hiyo mada iko hapo, tutajifunza kwa kina chake na kufahamu yeye anayehusika katika kuhakikisha kanisa la Mungu linakuwa au linaongezeka. Na usisahau, kwa sababu tuko kwenye kipindi ambacho kinatufundisha kanisa katika mwendo, kwa tutaona huu mwendo unaozungumzwa kuna kipengele hapo kinachoongelea habari ya kukua kwake au kuongezeka kwake. Jambo lingine ambalo tutajifunza katika kipengele hiki cha kwanza, tutajifunza juu ya nguzo 3 za kanisa la Mungu. Ni nguzo zipi hizo? Endelea tu kufuatilia hapa, tutaona kwa kina chake nguzo ambazo zinashikilia kanisa la Mungu aliye hai. Baada ya kuwa tumeangalia muasisi wa kanisa, mjenzi wa kanisa, mkuzaji wa kanisa, tutaingia katika kipengele ambacho kinazungumzia nguzo 3 za kanisa la Mungu hapa duniani. Ni nguzo zipi hizo? Basi Mungu akitusaidia tutakuwa na mada hiyo na tutajifunza kwa kina chake. Kwa hiyo hayo ni maelezo ya kipengele cha kwanza tutakapokuwa tukijifunza juu ya kanisa. 1, tumesema tutaangalia maana ya kanisa. 2, tutaangalia muasisi wa kanisa. 3, tutaangalia mjenzi wa kanisa. 4, tutaangalia mkuzaji wa kanisa. 5, tutaangalia nguzo 3 za kanisa la Mungu hapa duniani. Hapo tutakuwa tumemaliza kipengele cha kwanza ambacho kinazungumzia kanisa. Kipengele cha pili ambacho tumesema tutajifunza katika kipindi hiki ni mwendo. Kama tunavyojifunza kanisa katika mwendo. Sasa hiki kipengele katika mwendo chenyewe tutajifunza mambo gani ya msingi katika kipindi chetu hiki? Jambo la kwanza, tutaangalia juu ya kanisa linalosafiri. Ukisikia kanisa lililo katika mwendo, maana yake ni kanisa linalosafiri, lipo katika safari, kwa maana kwamba kuna muda fulani kanisa lilianza safari yake, lakini kuna muda fulani kanisa litahitimisha safari yake, itakuwa ni mwisho wa safari yake. Hata Yesu aligusia alipokuwa akifundisha kwa habari ya kufikia mwisho. Alisema hivi katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 13 mpaka 14. Nitasoma hapo. Anasema hivi: lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Fungu la 14, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda, na hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Yesu alipokuwa akifundisha aliongelea habari ya mwisho wa wakati, akaongelea habari ya mwisho wa kanisa lake kufanya kazi ya kuhubiri. Maana anasema habari njema itahubiriwa ndipo ule mwisho utakapofika. Kanisa lina kazi ya kuhubiri Injili. Kwa hiyo tutaona kanisa lililo katika safari, mwanzo wake ulikuwa ni upi, lilianzia wapi safari, linatembea vipi katika mwendo wake, na hata litakapofika mwisho wa safari yake. Hiyo itakuwa ni mada ambayo tutajifunza hapa katika kipindi chetu hiki. Na tunapozungumzia kanisa lililo katika safari, ni kanisa ambalo linatembea, ni kanisa ambalo liko katika mjongeo, lipo katika kusogea, kwa maana kwamba kanisa halijakaa tu hivi. Tangu kuanzishwa kwake, Mungu alipolianzisha, analifanya liweze kujongea, analifanya liweze kutembea, analifanya liweze kusafiri, na linasafiri, litafika mahali ambapo itakuwa ni mwisho wa safari yake, hilo kanisa la Mungu aliye hai. Kwa hiyo ni kipengele cha kwanza tutakapokuwa tukijifunza mwendo wa kanisa. Kipengele cha pili ambacho tutajifunza juu ya mwendo wa kanisa, tutajifunza juu ya kanisa linalokuwa. Hapa kuna kitu kikubwa sana, naomba niende taratibu ili uweze kuelewa, na naomba usikivu wako wa hali ya juu sana.
tunapojifunza kanisa lililo katika mwendo, hatujifunzi tu kanisa linalosafiri, lakini tutajifunza pia kipengele kinachoongea kanisa linalokuwa. Maana yake ni nini? Kabla sasa sijaeleza kwa kina, labda nikuambie hivi. Swala la kukua ni kanuni ya asili ambayo Mungu aliiweka. Kukua. Mwandishi mmoja alipokuwa akielezea maana ya kukua, alitaja mambo makubwa mawili. Anasema kukua kunahusisha kuongezeka na kubadilika. Ukisikia mtu amekua, maana yake ameongezeka katika kitu fulani au amebadilika kutoka katika hali fulani kuingia katika hali nyingine tena. Kwa hiyo unapoongelea swala la kukua, maana yake ni kuongezeka na kubadilika. Swala la kukua ni kanuni ya asili ambayo Mungu mwenyewe aliiweka. Katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 1 mstari wa 28, baada ya kuwaumba Adamu na Hawa, Mungu akasema, zaeni mkaongezeke. Kwa hiyo unaona hapa kuna habari ya ongezeko. Kuongezeka, tukisema kuongezeka huko ni kukua. Biblia inatuambia hivi, Yesu alipokuwa hapa duniani katika ubinadamu wake, unajua Yesu ni Mungu wa milele na ni Mungu aliyechukua ubinadamu. Alipokuja hapa katika historia ya maisha ya wanadamu, akachukua ubinadamu. Yesu Kristo katika ubinadamu wake alikuwa, aliongezeka. Badiliko fulani katika mwili wake lilionekana. Luka sura ya 2 mstari wa 52. Maandiko yanasema, na Yesu akaendelea kuongezeka katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Kwa hiyo swala au tendo la kukua ni kanuni ya asili iliyoanzishwa na Mungu. Na kama Mungu alianzisha, basi tutafahamu ya kwamba hata kanisa lake linakuwa. Maana tutajifunza hapa kwa habari ya kuanza kwa kanisa. Je, lilianza vipi likiwa bado changa? Na linakuaje? Linaongezekaje? Tunapoongelea kanisa katika mwendo, tunaongelea kanisa linalokuwa, linakuwa kutoka katika hali ya chini linakuwa katika hali ya juu zaidi. Sasa tukijifunza kipengele hicho cha kukua kwa kanisa, tutaangalia mambo makubwa matatu ya muhimu. Naomba nikutajie ili uweze kuyafahamu yanayoongelea dhana ya kanisa kukua hapa tunapoongelea kanisa katika mwendo. Sasa jambo la kwanza ni ongezeko la waumini. Tutakapokuwa tumeangalia kule habari ya maana ya kanisa, tutakuwa tumefahamu kanisa linaundwa na watu. Hiyo tutaifahamu kule katika kipindi kile ambacho tutajifunza. Sasa tutaona Mungu alianzisha kanisa na watu kadhaa, lakini ni Mungu anayehitaji watu waje waongezeke. Kwa hiyo tutakapojifunza habari ya kukua kwa kanisa, kanisa lililo katika mwendo, tutaongelea habari ya ongezeko la watu. Watu wanaongezeka katika kanisa. Hapa tutaangalia kwa kina. Unajua ongezeko lolote la waumini linakuja na mambo mawili. Moja, linakuja na changamoto. Mbili, linakuja na fursa. Kama ilivyoandikwa katika Matendo sura ya 6. Kanisa lilivyokuwa linakuwa kana changamoto, lakini pia kulikuwa na fursa nyingine ambayo mitume waliiona, na Roho alipowaongoza wakajua ni nini walichopaswa kukifanya. Kwa hiyo tutaongelea ongezeko la waumini. Jambo la pili, tukiongelea habari ya kukua kwa kanisa, tutaongelea habari ya ukuaji wa kiroho wa waumini. Ukisikia ukuaji wa kiroho, inaongelea habari ya ukomavu, watu waliokomaa, watu ambao hawawezi kutikiswa na jambo lolote lile. Uwe ni upepo wa mafundisho mabaya, uwe ni kitu chochote ambacho kinataka kuwatoa katika mstari, hawawezi kutoka, maana wameweka mizizi yao katika neno la Mungu. Kwa hiyo tutaongelea ukuaji kwa maana ya ukomavu wa kiroho. Mtume Paulo aliandika katika Wakorintho wa 1 sura ya 13, anasema, nalipokuwa mtoto nalifikiri kitoto, nalisema kitoto, naliwaza kitoto, lakini sasa nimekuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo yote ya kitoto. Kwa hiyo ukisikia muumini amekuwa, muumini amekomaa kiroho,
huyo ni muumini ambaye anasogea, ni muumini ambaye anatoka hatua moja anaingia hatua nyingine, na hilo jambo Mungu anahitaji alione limetokea katika maisha ya watoto wake. Hilo ni jambo lingine ambalo tutaongelea kipengele cha kukua katika kipindi chetu. Jambo la tatu, tunapoongelea habari ya kanisa lililokuwa, tutaongelea habari ya kukua katika uelewa wa ukweli wa Biblia. Sasa hapa naomba pia niende taratibu. Ukuaji katika uelewa wa ukweli wa Biblia. Maana yake ni nini, mchungaji? Ukweli wa neno la Mungu na ukweli kuhusu Mungu siku zote ni ukweli unaokua. Hilo ni jambo la msingi ambalo unatakiwa ulielewe, kwamba ukweli unakuwa siku zote. Ukweli unakuwa. Kwa nini? Kwa sababu sisi wanadamu hatuwezi kumwelewa Mungu katika ukamilifu wake kwa wakati mmoja. Tutamwelewa Mungu kwa kadri muda unavyozidi kusonga. Tunazidi tu kuelewa kidogo, Mungu anatufunulia kwa taratibu, anatufunulia, lakini hatuwezi kumwelewa katika ukamilifu wake. Kwa hiyo pointi ya msingi ni hii: ukweli siku zote unakuwa. Na tutakapokuwa tukijifunza kanisa lililo katika mwendo, tutajifunza juu ya ukuaji wake katika uelewa wa ukweli wa Biblia. Yesu alisema hivi katika Yohana sura ya 16 mstari wa 12 mpaka 13. Sikiliza hapo: hata bado ningali ninayo mengi ya kuwaambia. Zingatia hiyo neno mengi. Yesu alikuwa nayo mengi ya kuwaambia, lakini hamuwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Maana yake ni nini? Yesu mwenyewe alituambia wanadamu hawawezi kustahimili mambo ya Mungu kwa wakati mmoja kwa sababu ya hali yao ya dhambi. Hawawezi kustahimili. Alisema hapa, nina mengi ya kuwaambia lakini hamwezi kustahimili. Ila ninachoweza kuwaambia ni kwamba atakuja Roho Mtakatifu, yeye atawafunulia, na anasema mambo yajayo atawapasha habari zake. Maana yake ni nini? Ukweli wa neno la Mungu kama unavyofundishwa na kanisa la Mungu siku zote unakuwa. Ni ukweli ambao unakuwa, si tu ukweli ambao haukui. Hapana, ni ukweli unaokuwa. Unakuwa kutoka katika nuru hii kuongezeka zaidi na zaidi. Na Biblia inasema wenye haki wanakuwa hivyo hata kuwa mchana mkamilifu. Kwa hiyo nuru ya ukweli wa neno la Mungu siku zote inakuwa. Biblia inasema hivi katika Petro wa pili 3 fungu la 18. Waraka wa pili wa Petro 3 fungu la 18 anasema, lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Utukufu una yeye sasa na hata milele. Kwa hiyo ukweli wa neno la Mungu unakuwa. Hapa tutajifunza ni kwa jinsi gani unakuwa. Roho Mtakatifu anaongozaje ili ukweli ukue? Watu wanawezaje kuupata huo ukweli wa neno la Mungu ambao siku zote unakuwa? Hiyo tutajifunza hapa kwa kina. Naomba usipange kukosa, maana mambo haya yatatusaidia kufahamu juu ya ukweli wa Mungu unaokua kwa kadri tunavyoelekea mwisho wa wakati. Nikusomee katika mwongozo wa kanisa la Waadventista wa Sabato ukurasa wa 194. Panasomeka hivi: Waadventista wa Sabato wanaikubali Biblia kama kanuni yao pekee na wanashika imani kadhaa za msingi kama mafundisho ya maandiko matakatifu. Imani hizi kama zinavyoelezwa hapa zinaunda ufahamu na maelezo ya kanisa
ya mafundisho ya maandiko. Zingatia sana haya maneno mawili hapo. Ufahamu na maelezo ya mafundisho ya neno la Mungu. Halafu anaendelea kusema hivi, mabadiliko. Hiyo neno hilo ni la muhimu. Mabadiliko ya maelezo haya yanaweza kutarajiwa katika kikao cha mkutano mkuu wa conference kuu, wakati kanisa linapoongozwa na Roho Mtakatifu katika ufahamu zaidi wa ukweli wa Biblia, au linapopata lugha bora zaidi ya kuelezea mafundisho ya neno takatifu la Mungu. Kumbe Waadventista wanaamini juu ya ukweli unaokua, juu ya ukweli unaoongezeka, kama ambavyo Yesu mwenyewe alisema kwamba Yesu siku zote ana mengi ya kuambia watu wake, lakini hawawezi kuyastahimili. Kwa hiyo Roho anapokuja anaendelea kuwafunulia. Wana imani hiyo kwamba tunaweza kupokea ukweli wa neno la Mungu kwa kadri tunavyomruhusu Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Sisi kama wanakanisa, sisi kama watu wa jumuiya ya kanisa, Roho anapoongoza, ukweli unazidi kukua. Ndivyo hivyo ambavyo Mungu amesema katika neno lake, ya kwamba Roho anaongoza na kufunua juu ya ukweli unaokua. Hapa tutajifunza juu ya ukweli unaokua katika kanisa la Mungu. Nikusomee nukuu 2 kutoka kwa Ellen G. White tunapokuwa tukielekea mwishoni. Ya kwanza nitasoma katika Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 708. Anasoma hivi: watu wa Mungu wanapostarehe na kuridhika na nuru yao ya sasa, tunaweza kuwa na uhakika kwamba hata wapendelea, God will not favor them, hata wapendelea, ni mapenzi yake wawe wanasonga mbele daima ili kupokea nuru inayoongezeka na inayozidi kuwamulikia. Umeona hiyo neno? Nabii wa Mungu anasema hatupaswi kuridhika na kile tu ambacho Mungu amekwisha kutufunulia. Kwa lugha nyingine, lazima tuwe wasomaji wa neno kama kanisa. Lazima turuhusu Roho Mtakatifu azungumze nasi, hapo ndipo atatufunulia. Anasema tukiridhika, Mungu hatatupendelea. Na ile kweli anayohitaji ikue kati yetu hatutaweza kuipata. Maana yake ni nini? Tunapaswa kumruhusu Roho Mtakatifu ili tuweze kufunuliwa ukweli mkubwa zaidi. Nabii huyo Ellen G. White anaandika katika Signs and the Times, Mei 26 ya mwaka 1890. Anasema kweli ya Mungu inakuwa siku zote, inasonga mbele kutoka nguvu hadi nguvu kubwa zaidi. Tuna kila sababu ya kuamini kwamba Bwana atatutumia ukweli unaoongezeka. Zingatia hiyo neno, Bwana atatutumia ukweli unaoongezeka, kwa kuwa kazi kubwa bado haijafanywa. Mengi yamepotea kwa sababu wachungaji wetu na watu wamehitimisha kwamba tumekuwa na ukweli wote muhimu kwetu kama watu, lakini hitimisho hilo lina makosa na lina upatanifu na udanganyifu wa Shetani, kwa kuwa ukweli siku zote utazidi kufunuliwa. Hilo ni jambo la msingi sana, kwamba hatupaswi kuridhika na kile ambacho tayari kimeshafunuliwa kwetu. Tunapaswa kumruhusu Roho Mtakatifu. Na nabii hapa anaonya, anasema anayeweza kuhitimisha kwamba hatuwezi kupokea kitu kingine tena. Anasema lazima tumruhusu Roho ili azidi kutufunulia ukweli mkubwa zaidi. Sasa haya ndio ambayo tutajifunza katika kipindi hiki chote, kanisa katika mwendo, ambayo tumesema tumeyaweka katika maeneo mawili. Moja, kanisa. Katika kanisa pale tutajifunza maana ya kanisa, muasisi wa kanisa, mjenzi wa kanisa, mkuzaji wa kanisa, nguzo 3 za kanisa. Lakini eneo la pili tutajifunza mwendo, kanisa lililo katika mwendo. Hapa tutajifunza nini? Tutaona kanisa linalosafiri, kanisa linalojongea, kanisa linalopiga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kanisa linalokuwa, kanisa linaloongezeka katika uelewa wa kweli za Biblia. Haya ndio tutakayojifunza katika kipindi chetu cha kanisa katika mwendo. Na hivyo ni kukaribisha katika kipindi kinachofuata. Tutaanza na kile kipengele cha kwanza, tukiangalia nini maana
ya kanisa. Mungu akubariki na endelea kufuatilia vipindi vyetu kwa utukufu wa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Basi tunapohitimisha ni kukaribisha tuweze kuomba. Baba yetu mwema na Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi ya kuweza kujifunza siku hii ya leo. Tunajiweka mikononi mwako tukiomba Roho wako Mtakatifu azidi kuwa pamoja nasi, atufundishe tuweze kuelewa juu ya kanisa lililo katika mwendo. Neema yako ikadumu kuwa pamoja nasi tangu sasa na hata milele, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.